Nilikuwa nataka kumuuliza jamaa yetu hapo. Nilikuwa nataka kumuuliza kwanza kidogo, yeye kwanza ni wa nchi gani na ni kabila gani? Okay, mi ni kabila la Wanyamulenge, mi ni Mkongomani. Nataka niulize tena swali kwako tena. Hivi nyie Wanyamulenge, una nia kani kwa hii nchi ya Kongo? Ya tuna nia ya kuwa na Kongo ya amani, ya uhuru kwa kila raia, na iwe nafasi kila mtu atatembea na amani. Hakuna lengo lingine isipokuwa ni amani peke yake. Na kingine, hakuna Mnyamulenge katika hii nchi ya Kongo sio Mkongomani? Nafikiri kila Mnyamulenge ni refugee. Okay, hiyo unaweza sema vile unataka, lakini ukweli ni kwamba kila Mnyamulenge ni Mkongomani. No. Hiyo mimi nakwambia hivi, mumetudumu vya kutosha. Mumetudumu miaka 30 vya kutosha. Lakini tunamiomba, wakati mlikuwa mnatuona sisi Wakongomani kama hatuna akili, lakini kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu ametujalia na tumekuwa na akili kumzidia nyinyi. But tunamiomba kwa jina la Mwenyezi Mungu, yani Mwanyamulenge wote amejua sema maishi ndani ya Kongo, kwa ajili huko tunakoelekea ni kubaya. Each and everyone, chukua kitu chako. Kama ulizaa watoto na sister yetu hapa Kongo, kama utamchukua, kama utamchukua, just back to your country. Kwa ajili hakuna kabila Wanyamulenge hapa ndani ya hii Kongo hii. Katika kabila zote zimeandikwa, hakuna kabila ya Wanyamulenge hii ndani ya Kongo. Mumetudumu vya kutosha. Mumeua masista zetu. Kwa ajili nyewe mnaongea kusema Kagame sio ndugu yenu, lakini paka nyewe mko nyuma Kagame. Hatuwezi kumikubalia kwa sasa hivi. Hatuwezi kumikubalia hata kidogo. Wanyamulenge wote ni refugee hii ndani ya Kongo. Ndugu yangu nakufahamu nchi yake. Ndugu yangu nakufahamu sana, wewe ni kweli. Mimi natoka Uganda. Naam. Au watu Watusi wanaua milioni 3 katika nchi yangu. Naam. Vile huko Uganda walikuja refugee. Walikuwa refugee. Wakadanganya, lakini huko Uganda hakuwa hawezi kusema ni wa Uganda kwa kuwa wa colonizer walikuwa wawili, tuko na British, nyinyi mlikuwa na Belgium. Naam. Kwa hivyo au ni rahisi sana kusema anti wa Kongo kwa kuwa Belgique na walikuwa wakoloni wa Rwanda na Burundi. Na Rwanda, Burundi na Kongo. Lakini Uganda tulikuwa na British. Tena kwa constitution yetu hakuna Mnyarwanda kwa constitution yetu. Mimi niko na miaka 71. Na waona Watusi saa ile wanakuja kwetu Uganda. Wanaingia tunawasaidia. Naam. Halafu wakakaa Uganda miaka 20. Museveni na Kagame ni Watusi. Walienda wakadanganya, walijekweka kwa kabila ya Ubantu wote. Bantu, Batoro, Baganda, Banyoro, Banyankole, walijekweka huko. Wakamaliza kusoma lugha zetu, wakapata majina letu. Naam. Wakajifanya nti hao ni wakabila wa Baganda, wakabila wa Batoro, wakabila wa Banyoro. Na hata mimi nakwambia huko kwenye wako wengi wanajekweka kwa kabila mingi ya Kongo, nakwambia. Kwetu Uganda wanafanya na hivyo. Halafu waliona tulikuwa na shida kwa mambo ya politiki, tulikuwa na warais mbaya, wakaanza vita, wanasema nti hao wanagombania amani ya watu wa Uganda. Watu wa Uganda hawakuwa hawajui nti hao watu wanagombana vita, hawako wa Uganda. Walikuwa nafikiri huyo mtu ni kabila wa Baganda, wa kabila wa Banyankole. Lakini wenyewe wakuwa wanajijua. Mwingine iko kwa kabila ingine anajua ule mwenezi yake kwa kabila ile na wanaanza vita. Museveni na Kagame wanajiita Banyankole. Wengine walikuwa Buganda wanajiita Baganda na majina ya Baganda. Hakaanza vita, wakaua watu. Sisi tulikuwa hajui au watu tulikuwa tunafia wao ni Baganda ni wa kabila za Uganda, lakini wanajikuwa kwa kila kabila ya Bantu.
Wakamaliza wakaua milioni 3. Walikuwa wanakamata watoto wanawafanya wajeshi, walikuwa wanaua baba na mama wa watoto. Wanasema dictator ile government ndiye inawaua, lakini wenyewe walikuja wakasema walikuwa wanavaa uniform ya jeshi, wanasema wanaua watu, wanasema jeshi ndiye inaua watu. Kweli ndio hao wanaua watu, wanajikweka kwa nguo za jeshi. Halafu kesho wanakuja wanasema wanakuja wanalia na wale wanajefiwa bazazi yao. Wanasema pole, wanachukua watoto wanatia kwa jeshi. Watoto wanafikiri jeshi ndiye aliua watu, lakini kumbe hao Watusi ndio waliua watu. Halafu wakafanya hivi kutoka mwaka 1981 mpaka mwaka 1986, wakashika urais wa Uganda. Walikamata capture power mu Uganda. Au Wanyarwanda Watusi hao walikuwa wa Uganda. Halafu Museveni akakuwa rais ya Uganda. Kagame akakuwa chief military intelligence wa Uganda. Hiyo mambo illegal kwa dunia yote, illegal. Mtu mrefugee hawezi kuja akaingilia politiki ya nchi na msaidia, lakini hao Watusi walifanya namna hivyo. Hao watu walikuwa wanataka kupata urais, kupata power. Wakashika power Uganda paka sasa. Museveni na Kagame walikuwa, Museveni rais, Kagame alikuwa military intelligence wa Uganda. Saa zile wanaingilia Rwanda, ni jeshi ya Uganda iliingilia Rwanda, Watusi ndio wanaendesha jeshi ya Uganda. Ndiye kaingilia, wengine wanajiita majina mengine RPF ni, lakini vile vita jeshi wa Uganda Museveni alituma na Kagame kugombana huko, wakafanya negotiation ndio wakaua huyo bwana. Na negotiation wanafanya huko Kongo, msikubali hizo negotiation zote za kudanganya watu. Hakuna negotiation ambayo tutaweza kuikubali kwa muda huu. Amekubali. Mmesimama imara. Mimi nawaambia Banyamulenge tena ana na sehemu hapa ndani ya Kongo. Nakwambia mimi nawaambia hivi, wao waanze kujiandaa kwa ajili katiba ikibadilishwa hii wataitambua kumbi mkongomani sio binadamu naye kivile. Hapa ibadilishe tena sana. Ndugu yangu, barudi Rwanda, watakuja kufanya kazi, kuja kufanya kazi, hiyo ni mambo yao. Lakini warudi Rwanda, wanafanya vitu vibaya sana, wanaua wanawake, wanawafanya vibaya, wanakata mtoto ndani, vitu mbaya sana, wanakata mwana mume. Wao wameoa madada zetu wa Kongomani. Wanataka kuingilia kabila zote, wanafanya hiyo grape, hiyo wanafanya grape, wanakamata hii jamaa. Au mimi nakwambia wangeshika urais, lakini sababu gani wanaua watu namna hivi? Sababu gani wanakata mwanamume genitalia yake, wanakata mwanamke genitalia yake? Hao watu wanafanya mambo ya shetani. Hiyo ni mbaya. Lakini sasa wanakuja wakiona tu hao watu ni wadogo sana. Kongo hawako hata milioni 1 huko Kongo. Mtusi ana nguvu, kazi yake ni kuchinja, njoo ile intimidation. Lakini sasa wacha mimi nawaambia, hao watu lazima washindwe kwa angalia. Tuko na president huko Germany, Europe, walikuwa wa Germany walikuwa kama Watusi, wanaua wenzao wazungu. Wanijafikiri nti yao ni wazungu kushinda wengine, sijui mablondi, simunyi blue eyes, ndio wanashinda uzuri, wanashinda akili. Walikuwa wazungu sana, lakini wazungu wakasema hapana, hii haiwezekani. Wakapata nchi yote, na sisi wa ndugu zetu wa baba zetu walienda kugombana na wazungu kwa juu ya Wajamani, walikuwa ni warmongers. Wakapigwa, wazungu waliua wenzi yao wazungu wa Germany milioni 6 walete amani Europe. Na sisi hapa Afrika tulete amani Afrika, lazima tupigane au Watusi tuwashinde. Wale wenye wanabakia tutawaisha vizuri. Kwa hivyo watakuwa wanaweza kuleta tabu yoyote. Tuwapige vizuri wote, tuwamalize kusema watarudi kufanya ubofu vile Wajamani walikuwa wanafanya wezi yao. Si ndio amani anakuja kwa Europe, wanamaliza kushinda Wajamani, na sisi tushinda au Watusi vitu wanafanya. Mimi nashangaa, walikuja nchi yangu mimi iko mwaka 71, tunawasaidia, wanaenda shule zetu yote Uganda. Sasa Museveni anakuja kule, anapindua constitution ya Uganda, anatia Wanyarwanda na Barundi au Watusi, mtu wote ni waki na Wahutu wote. Sasa Uganda huko
Wahutu na Watusi wanafanya kazi pamoja kwa kuwa wote ni wa refugee. Watusi wanadanganya Wahutu, lakini Wahutu hawana nguvu, hawana nasemaje, hawana power. Watusi ndio wako na power, wanafanyisha kazi hao Wahutu kama slaves zao, kufanya vitu baya huko Uganda, kuua wa Uganda. Kwa kuwa Wahutu ndio wengi sana huko Rwanda na Burundi, hata namba zao Wahutu ni Bantu kama sisi. Wote wanajikweka kwa kabila ya Wabantu. Uganda wanatuua. Sasa Uganda sisi hatuna uraisi. Watu wetu wanatishika Uganda. Bantu nafikiri ndio Uganda ni inaingilia Kongo. Sisi Bantu wa Uganda ni Watusi ndio wanaingilia Kongo, ndio wanaendesha Uganda. Wazungu waliwatia pale. Sasa wanadanganya sijui Pan Africa. Watu hawako Pan Africa. Hiyo ni scam. Hiyo scam, Pan Africa scam. Wanakuja nasema Pan Africa. Sijui bwana, jamani, mimi nawaomba mwambie huyo bwana Captain Traore wasimdanganye. Wanamdanganya, wanaona picha, sijui wanadanganya, watia picha, wanatia video Kagame na Traore. Huyo bwana mwambie, si ndio Museveni aliua huyo Gaddafi? Si ndio yeye aliua Magufuli na au wote? Lazima tuchunga watu. Mimi nawaambia, sikusema niko roho mbaya kwa watu, lakini vile Watusi wanafanya Uganda, lazima nyinyi wa Kongo musome vile wamefanya Uganda. Wamedanganya, wanawenda na wanawake watie damu yao, wana kazi. Mtu wa Uganda mwananchi wanamtoa kazi, wanatia Wanyarwanda wengi sasa wanakuja Uganda. Huko tuko na oil Bunyoro, wanatoa Banyoro, wanaleta Banyarwanda kutoka Rwanda kufanya kazi ndani ya Uganda. Ndio Watusi wanafanya Uganda. Mambo yote wanafanya Kongo ilianzia Uganda. Walianzia ku perfect Uganda, ndio wanafanya perfect hiyo mambo ya kuwa watu wanadanganya, wanasema mtiao ni victim. Hao ni victim, lakini ndio hao wanaua watu. Walienda kwa Rwanda wakafanya vile vile, wakaua Wahutu, wakaua Watusi wenzi yao, bajefanye ndio hao wanasaidia, wanasimamisha vita. Kweli ndio hao walifanya hiyo mambo yote. Nawaambia, hiyo yote walifanya huko Uganda, mambo ya kudanganya yote, mambo ya negotiation. Kwa kuwa wao wanajua ni watu wadogo, hawezi kushinda sisi Bantu kama tunafanya, tunaelewa vizuri. Sasa sisi Bantu tuelewe. Hao Watusi wanakamatana na Wasomali na Waethiopia. Sasa Ethiopia na sign sijui defense agreement na Kagame. Hawa Watusi hawa wametokea wapi? Asili yao imetoka Ethiopia. Unajua kila saa wanapindua. Wengine wanasema walipitia au watu walisijui au fulani. Mababu zao enzi ya koloni walikuja hizo inchi, ndio wakaja wakasambaza hizo mbeko mbeko za laana. Mimi nakwambia aturudi kucheza. Au watu wanatudanganya tuzungumize sijui nini sijui, na au watu tupigane nao. Kama nakwambia hakuna, atuhitaji. Tunamuomba na Rais Tshisekedi kusema atujitaji mazungumuzo na hawa watu. Kuna nakwambia Tshisekedi akizungumiza nao tena wazungu watamdanganya azungumize nao watu. Ni kweli. Mimi nakwambia hao wazungu ndio walisaidia Watusi kushika. Hao wazungu wanajua kitu gani wanafanya. Wanajua sisi Bantu inchi zetu zote ni tajiri. Sisi Bantu ni watu wanguzi. Wewe usikilize unaozungumiza kwa Bantu. Jamani tuongee, maana tupeni nafasi pia, tupeni nafasi jamani. Mzee Kinyoniki, sorry, mbaiza neno la mwisho mzee. Haya. Na kwa hivyo nasema hatufanye mazungumizo. Au watu wanajua wadogo watatudanganya, waseme wapige ndio naona wanaua sana watu. Kwa kama watatutisha, halafu sema negotiation. Neda, hatufanye negotiation. Kwa wanajua ni watu wadogo sana, watatudanganya na wazungu, washike nchi zetu, waendeleshe nchi zetu. Hatukubali, tupigane nao paka tuwashinde. Wale wa Kinyonero, Watusi ni percentage ngapi Uganda? Watusi ni percentage ngapi Uganda? Ndugu yangu, hawako hata milioni, lakini wanaweza kudanganya na wanasema tuko wangi. Saa zingine wanasema Baganda ni Watusi, Banyankole ni Watusi. Hiyo ni uongo. Hao ni Bantu. Walikuja wakaingia. Wahima na Wanyankole wote ukiwaweka pamoja ni kama percentage ngapi? Wahima, wacha nikwambie, huko Wahima wa Uganda hata walikataa Museveni na Kagame, hawakubaliana. Lakini Museveni sasa anaishaua Wahima wote wenye walikuwa watajiri anawaua. Sasa Watusi ndio wanakuwa Wahima wa Uganda. Unaelewa? Wahima uko tofauti na Watusi.
Tena saa zile Museveni na Kagame wanaanza vita, Wahima wa Nyankole hawakubaliane nao. Tena Wahima wako na kingdom. Kingdom inakataa Museveni. Museveni hakurudisha kingdom, alirudisha kingdom zingine, lakini kingdom ya Wahima akakataa. Kwa kuwa Wahima ndio Wahima waliwakataa, walikuwa najua sana walikuwa najua sana Watusi vile wanajeisha. Wao Wahima waliwakataa, Wanyankole Wahima walikataa Watusi. Sasa Watusi wakamata nchi ya Uganda, sasa Wahima na rais yao wanamkataza kurudi kwa kiti. Sasa huyo Kingi Kabaka ni mpingi wa wapi? Bana muita Omugabe Wankole. Omugabe Wankole sasa Museveni alikataa kurudi. Sio Kabaka. Kabaka ni Muganda. Kabaka ni Muganda. Kabaka ni Muganda, Omukama ni Bunyoro na Toro. Lakini ule Muhima sasa Watusi wanataka kuiba Wahima, wafanye nti Wahima nao ni pamoja. Si kweli, Wahima iko tofauti na Mtusi. Muelewe hiyo kitu. Bora sasa kuishi na Mumbote, kulala na Mumbote, kukaa na Mumbote, kuoga na Mumbote, kukula na Mumbote kuliko kuishi na Mwanamulenge. Mimi nakwambia kuhakikishia ndugu yangu mwenye unaongea, hiyo nayo lazima muanze kujitayarisha, mkubali, kwa sababu hakuna mahali tutaenda, tutaishi tu pamoja. Hata kama sisi tutakuwa mingi. No. Listen to me bro. Don't usiongee hivyo. Kama kuna hiyo hamuna sehemu ya kwenda, basi mungekana sisi kiamani. Kama hivyo Mungu alimepokelea katika hii nchi. Na sisi tuache nafasi tuongee jamani. Dadangu ongea. Hapo bantu barudi Rwanda. Nini Batusi mushajipata bazungu badanganya sana. Mushaika mkichwe yenu kwamba muko mspeciale hii dunia yote, Mwafrika mweza tawala dunia yote, Mwafrika yote mweza danganya mapura yenu ile ya kutoa makamasi. Ndio vile mshasema kwamba nini mweza tawala Afrika yote dunia, hii Afrika yote. Is over, never. Na haiwezekananga hata siku moja. Acha niendelee niseme, hamutatawala Afrika yote katika dunia. Nini? Uzoefu bado umefika, tulia kwanza, kuna ambao watangulia pamoja, dada maliza mmoja tuelewane. Mbona mnanikata? Jamani, fungeni mikro zenu, fungeni mikro zenu tusikie dadangu vile anavyoongea. Alafu baadaye moja taingia. Very smart. Amwezi nini Batusi nyinyi? Nini bale mapua mushajionesha kama nini ndio bazungu ya Afrika. Mujue makichwe yenu, bazungu balibadanganya. Bazungu balibadanganya. Afrika ya leo si wa jana. Sisi Afrika yote miaka ilipita yote tushalamuka. Bale balibadanganya, bale ba mamine upside wa mili wisa. Haiko Afrika ya leo. Sisi yote Afrika ya leo tushalamuka. Hamosi tudanganya, muzesi kolonize, balisema kwamba nili mapua mrefu ya kutoa makamasi ndio mtatawaza hii dunia hii ya Kongo ama Mwafrika. Hapana, imeishia hapo. Kama ilishele mwaka ilipita ndio limeishia. Hamosi tutawala hata siku moja. Muyo kwamba hamosi tawala, hatuko bajinga tena. Tushafungula akili. Kongomani ya leo kwanza haiko Kongomani ya jana. Si bote tuko na akili yote kimamu. Hatuko tena bashenzi. Muyue kwamba hatuko tena bashenzi, hatutawana kwa na bashenzi, hatuko kwa na hatutabakia kwa na kolonializie ile manipulation yenu ile kututawala. Hauwezi, haitafanikana tena katika nchi yetu ya Kongo. Muyue hivi. Nasema hivi na ungenipa nafasi ni kueleza mama anakuambia hapa katika Amerika watu wengi walikuwa hapa, wengine wako hapa, wanawafukuza hapa kwa kuwa wakikuta wewe unauza hiyo powder hiyo, wakikuta unauza hiyo sukari ya, unajua kitu gani nasema, wanakufukuza hata ukiwa mtu wa hapa. Ukifanya kitu mbaya hapa, wewe iko naturalization, ulikuwa mtu hapa lakini ulipata passport ya hapa, ukafanya kitu mbaya wanakufukuza. Au Wanyarwanda lazima Watusi waelewe
mambo wanafanya hata kushinda kuuza powder. Hawa wanaua watu. Hii jamaa, hawa watu ni wajinga. Wanafikiri ni wakati. Ongea sana, mimi ni muda mrefu niko hapa. Ndio. Na wewe ongea. Haya, zimeni nani mikrozeni, zimeni mikrozeni tumsikilize. Mimi hata si access kumaliza, lakini ni sawa tu muendelee, lakini mimi nitaongeza tu. Haya dadangu. Huyo ndugu mwenye amesema kwamba anataka kujua, anasema kwamba watu watafukuzwa. Angetaka tu nimueleze ni watu wangapi ambao wako Kongo Wanyamulenge ambao wanaongoza na bado wanaendelea kupewa nafasi. Unajua katiba ndiyo inaongoza nchi. Nyinyi raia wadogo, ngoja nimalize sasa, ngoja nimalize dakika moja. Nyinyi raia wadogo mna ile mnaongea kulingana na santima zenu, na katiba amba sheria inaongoza nchi kuna ile vile inaongea. Tunao viongozi wengi na tutaendelea kuwa na viongozi wengi kwa sababu katiba inasema kila Mkongomani ana haki ya kuongoza. Wewe yuko Mkongomani, muko ngapi Kongo? Muko wadogo Kongo. Wewe unasema nini? Ile katiba ile itashanje. Jamaa anaanza kutambuka mipaka. Kama unasema na viongozi wengi, au watu ndio wapigwe. Katiba ile Kabila aliyomiekea tukunaitoa. Voilà. Basi na wale viongozi wengi by nao wote mtaondoka mtarudi nyumbani kwenu. By force by fire kabisa. Au watu ni wadogo sana. Umeona? Kama katiba Kabila alibadilisha kwa ajili muishi Kongo, muone Kongo kama ni nchi yenu. Na vile viongozi wote mtarudi nyumbani kwenu. Wanyamulenge hata hawafiki hata milioni moja. Ni kama mumetukiza vya kutosha. Mumeiba mali zetu vya kutosha. Murudi Rwanda. Sikiliza bro, sikiliza. Wewe Rwanda. Hamuna na sehemu nyingine kwenda. Mtarudi Rwanda mlikotoka. Yes. Ndio. Mtarudi Rwanda mlikotoka. Nawaambia hapa tutashanje constitution by force by fire. Watake wasitake. Mimi niko hapa raia wote wanasikia kwanza mambo ya isimame, lakini tutafanya maandamano sisi raia kama raia mpaka sheria ibadilishwe. Itabadilishwa tena by force by fire, itabadilishwa. Mimi niko hapa Uganda, US. Hapa US ninakwambia wanafukuza watu wako na hata watu wa hapa wanaongea kweli au tuache tuendelee. Watu wanapata raia hapa, lakini wanawafukuza kama wanafanya kitu mbaya. Lakini watu wanafanya mbaya kushinda vitu yoyote, kuua watu, kugrape wanawake, kutoa watoto ndani tumbo ya mwanamke. Hiyo ni shetani. Au wafukuze, lazima wafukuzwe. Yes. Katiba itabadilishwa by force by fire, itabadilishwa tupate news katiba. Niongee kwanza, lakini naweza kuongea sasa? Ongea. Asante jamani. Okay. Unajua ama Banyamulenge, sio Banyamulenge, juu Murenge sio kwao. Ni mlimani kutaka na jina ilikuwa pale. Ama Banyarwanda wanajikuta sijui watu wa maana sana. Kipindi sio kweli. Unajua hata mbele Farao aanguke, Mungu alifanyaka kuwa na moyo mgumu sana. Akamfanya Farao na moyo mgumu sana. Mungu alimtumia Farao watu, alimtumia Musa, akamtumia nini, lakini ilikuwa ni mwisho wa Farao na ndio mwisho wa watu. Eko anaongea hapo na jeuri, anasema wana viongozi wengi, hawatatoka, hawataka kuishi, hivi anaongea mengi. Tumesikia. Lakini wajue kwamba hii neno watu wengi washawaambia hapa kwa live kwamba Kongomani wa jana sio wa leo. Voilà. Unasikia? Na ile mixage yenye ilikuwa muinchi, mixage na brassage yenye Kabila na babake alikuwa anatufanyia itaisha. Hata kama sio Tshisekedi, mwingine watakuya, bitaisha. Merci. Sio itakuwa changer. Yes. Wewe mko mnasema mko mnapigana juu ya amani na ubaguzi. Tungewabagua, tungewapokeaga. Tungewabagua, mungesomagana sie, tungewabagua, tungeandika msoko na nyie, tungewabagua, tungeishi na nyie. Lakini kwa sababu ulikuja na plani zenu na mipango yenu, hiyo ubaguzi na sijui na amani ni slogan mko mnapeleka kuonyesha kudunia kwamba mko mnapigana juu ya kutaka amani. Swali langu ni kwamba
wale watu wenye mko mnaua, wale raia wenye mko mnabaka mnawaua, wao ndio wanabagua, wao ndio wanawapigaga, wao ndio wanakatalaga. Yani anijibu yo kama Mnyamulenge mwenye ko hapo ba M23 mbele si ndio mwe mnasema mnakubali kutumika na M23 mondo batunwa rero kanyo vitu gani mnataka na M23 kutafuta amani na kutetea nani haki zenu. Wale raia ile milioni ya watu mko mnawaua, wanatoka makazi yao, wanapoteza watoto waume. Wale watu ni Tshisekedi, wale watu ni government, wale watu wanafaidika nini? Mnania Kongo juu mshinde mko mnawaua kila siku eti kwa sababu Tshisekedi akubali kunegotiate na nyie, mnakubali muue watu sio kwa na hatia. Wale wakosea nini juu wamerite ile yenye mko mnawafanyia? Anijibu kwanza afu nitaendelea. Okay, acha nikujibu tu kwa maneno machache. Hawaui raia, wanaua wazalendo ambao wako na silaha ama yule yoyote anakuja akipigana, kwa sababu hiyo eneo ishakombolewa. Mwenye anakuja na silaha lazima apigwe, na akikufa atakuwa ni muasi mwenye anakufa, kwa sababu huwezi tofautisha raia mwenye yako na silaha na mzalendo. Wale wenye wanakufa ni wazalendo, na kuhakikishia kwamba Wanyamulenge ni 1500, hawafiki hata 1,000,000. Siamini kwamba hao ndio wanasababisha Kongo isiwe na amani. Kongo imekosa amani kila sehemu. Huko kote zote na province zote hazina amani. Sasa nyinyi tu mnasingizia Wanyamulenge, na Wanyamulenge wako kwa milima huko juu na wako na ng'ombe zao. Asante. Twende pole pole. Unasema amushinda kutofautisha raia wenye silaha na nani? Wale watu wenye mko na uawa na watoto, wale watoto wadogo mko wanaua watoto wa miaka 5 6 kwa maiti zinahangaika. Wale nao walikuwa na silaha. Watu ambao na silaha wanajukana kwa silaha ni nyinyi Wanyamulenge. Na kwa nyumba yenu tukienda kule mnani kumilima, tukisachi kila nyumba ya Mnyamulenge, kila nyumba ya Mnyamulenge iko na silaha. Lakini mshawahi kuona tunatoka kukuma mingini yetu kufuta kumilima, wao yenyewe wanataka kwa milima yenu msha kutafuta kuna nini kumingia kuwa watu. Bwana mama yeye anakubali, anasema Kongo wa Wanyamulenge hawafika hata 1500. Sasa sababu gani hao ndio wako mengi kwa jeshi general wa jeshi? Hiyo yote nakwambia uko Uganda. Museveni ni Mnyarwanda. Museveni taratibu kaka. Anasema hivi, wana viongozi wengi kwenye serikali. Kama mna viongozi wengi kwenye serikali, kwa nini mnahisi kwamba mnabaguliwa kipindi mna viongozi wengi serikali? Okay, acha nikujibu. Hatupewi kuongoza kwa sababu wanatupenda. Ni ile ushujaa tuko nayo. Sisi ni wapiganaji na viongozi wazuri. Sawa papa. Ushujaa. Mimi nakuuliza tu maswali moja. Najua hamtakubali lakini Mungu amilani nyinyi kabila hii, Mungu amilani sana nyinyi. Kuna ushujaa. No. Ushujaa wa kuua damu za watu. Sisi ni wapiganaji kiasi kwamba huwezi elewa. Sasa wandugu, sikiliza mama. Nafasi nimuulize maswali. Tena swali. Tafadhali jambo la mwisho niwaambie kwa hivi. Kitu cha mwisho mnajua, hii vita nye mlichokoza, mlifanya vizuri kuianzisha. Kwa sababu after hapa kama mtapataga amani mwa hiyo nchi, tutawasaga na mpaka mtoa mtumbo. Ndio. Tulishina nyie, muliua, mulifanya kufanya watu nafunga macho. Lakini nawaambia hivi, after hii menye mulileta hii turu, juu mulizania mkibileta, mutapata viongozi, nanga atakuwa rais, sabisha feli. Hivi constitution kibadilishiwa ya ile nchi na itabadilishiwa tu. Ikibadilishwa ile nchi kama kabisa itabadilishwa. Hata na musoko tutawapiga kwa mawe. Mama mpaka nyewe utasare na maswali nataka kuuliza. Tunaeleza kwa nini? Wacheni niwaeleze jamani. Mama nini? Sikiliza huyo Mnyarwanda. Sikiliza jamaa. Sikiliza huyo Mnyarwanda. Mimi naongea. Mwacheni mmalizo kani muache mtaongea. Na sana nasema tutaishi kwa tupende tusipopenda. Sawa tutaishi tutapenda, tutaonyeshana. Si nasema nyewe sio wengi, si ni wengi. Tutaonyeshana. Kama sini mko wachache, mko na akili, mko wapambanaji, mtatumaliza Kongomani wote mpaka wa mwisho. Na kama sisi ni nchi yetu, tutawamaliza mpaka wa mwisho. Yani na sokoni, na wapi? Kwa silaha, kwa buchawi, kwa sumu, kwa nini mjipange? Kwa sababu mlianzisha Ituru, hakitaisha.
hatutafunga macho, sisi tufunga 2013, hatutafunga macho 2000, hatutafunga macho 96, hatutafunga macho 98, hatutafunga tena macho kitu kimoja. Yani kemulianzisha muendelee, msichoke, yani mko tayari kila saa. Kila saa. Tutaishi. Mama, wacha nataka muuliza tu maswali. Moto waliwasha wenyewe. Watashindwa kuuzima. Nataka kuuliza Mama, wacha niseme kitu. Mama, wacha niseme kitu mama. Wacha niseme kitu. Wacha niseme kitu mama. Kitu namna hivyo. Au watu yako ushaongea sana mwana mboka. Ngoja tuho yako, okay? Nataka tu kumuuliza maswali. Ile yeye banataka katika Kongo hii hatujui, batuambie nini banataka. Ile tusikilize. Ni nini banataka? Wanataka hata kudanganya na kuambia anataka amani na mwache ubaguzi, ndio slogan yabo. Mwache aseme ndio yake, mwache aseme kwanza, aseme wewe wenzangu. Musifate hiyo minanio ya kusema Kinshasa haitupendi, Kinshasa hivi na hivi. Kama wanapenda kugombola Kongo, niwaulize tu swali watu wote kwa na comment. Kama wao wa M23 na Wanyarwanda sijui na Wanyamurenge wakisha wanachangana, wanataka kugombola Kongo, why bakae tu ku province ya Goma, yani Nord Kivu na Sud Kivu? Kongo iko na bezo kama ni kugombolewa, iko na province 26. Jua nini abani ma province zingine? Bana bakilia pale kwa sababu pale ni karibu na kwabo. Pale najua kuko mali, kwa hiyo bakiweza kudhibiti pale itakuwa rahisi wao kubeba mali. Yani ni interesa wao personnel ndio zinafanya bakalie ile maeneo pale. Jwani basende Kalemi, basende Lubumbashi, basende kuombola Kongo yote mpaka pale zile province mbili. Na ilikuwa wanadanganya watu kusema kwamba eti si Waswahili. Kalemi ni Waswahili, Katanga ni Swahili. Katanga ni Swahili, Maniema ni Swahili, joni wani province nyingine. Mufungule akili. Kisekedi atapita, lakini baba imbwa mkiwachekea matafanya mpaka kumatako. Hiyo tu nataka niwaambie. Asanteni sana. Okay, ngoja nikuambie kwa nini. Wacha nijibu huyo bwana. Huyo bwana anasema ntiao wako wanagombana. Sasa nakubali ndio wanaua watu Kongo. Anasema ntiao wanagombana, sijui ni watu wa vita nini. Sasa nyinyi wewe mwenyewe unakubali muko hata 1,000,000 amufike 1,000,000. Sasa wewe kona kichwa namna gani kusema nti nyinyi mtawale Kongo iko 1,120? Sasa wewe kichwa namna gani? Wewe sasa sikiliza. Choma moto hii mwakuturu. Hao watu lazima washindwe na Bantu. Hao watu wanataka kuleta Tanzania, sio Tanzania ndio tawafanyia la même chose. Hao watu wanataka kuleta wa Somali, wanataka kuleta wa Ethiopia. Walete wote, kisi wanajuana. Washanje constitution. Ninakwambia kweli hao watu ni shetani, vile wanaua watu mahali popote wanaenda, wanaua watu. Huko Tanzania walifukuza. Sasa huyu ndugu wa Uganda, acha nikwambie. Wewe hapana ndugu yangu, Mnipe nafasi niseme.